Kuna mtu mmoja kwenye comment nilimjibu ya kwamba watu wengi naona wamedeal sana, yani wameweka makini sana kwa JC na watu wengine. Lakini kuna kiumbe kinaitwa Festo. Huyu mtu basi tumumtazama hivyo hivyo msikilizaji, lakini kwangu mimi naweza nikaona ndio mtu hatari zaidi. Okay? Japo safari yetu bado inazidi kwenda mbele. Mtayarishaji ni Aliton Tony, nami ni Lucas Lumbasi. Tulipoishia kwa mara ya mwisho tuliona kwamba kulikuwa kuna birthday pale nyumbani kwa kina Mimi, na sasa wakati maandalizi yakiendelea, JC aliingia jikoni kwa sababu mdau Miriam alikuwa jikoni, na JC akaendelea kupigilia msumari kuhusiana na namna ambavyo anampenda sana binti. Lakini wakaja kupewa taarifa ya kwamba, yani Mimi alikuja kupewa taarifa ya kwamba kuna mgeni wake yupo hapo nje. Kwa hiyo Miriam akatoka kwenda kumtazama huyo mgeni, na ila anarudi akawa ameingia na mtu ambaye JC alibaki kumshangaa tu. JC anatuambia kwamba mzee, kama kuchoka ndo ni kesi kuchoka. Mwamba akawa ameingia sebleni hapo huku akiwa na tabasamu kiasi. Ile ukaribishwa na Miriam yani. Na ndio akawa sasa ametazama upande wangu na kuniona, kisha naye akasimama. JC anaendelea kutuambia kwamba Festo alinitazama kwa umakini, mimi nikimtazama yeye pia kwa umakini, na Miriam akawa sasa amesimama pia huku akituangalia mimi na jamaa kwa njia iliyoonyesha kutatizika kiasi. Sasa JC akaendelea kwa kutuambia kwamba nilikuwa nikijiuliza tu ni kitu gani kilichokuwa kimemfanya Festo aje sehemu hii. Sasa hapa msikilizaji ndo tunasonga mbele. Naam, JC anaendelea kutuambia kwamba ukimya ukaendelea kuijaza sehemu hiyo ya sebule kana kwamba hakukuwa na watu. Maana mimi na Festo tuliendelea kuangaliana na kisha kubadilishana macho na bibi Miriam pia. Ikiwa kama vile sote tunasubiri mmoja wetu ndio aseme kitu fulani. Na Miriam ndiye akaona avunje hali hiyo yenye utata. Miriam akasema kwamba Festo karibu. Alimwambia hivyo na kutoa tabasamu niliona lilikuwa ni la kujilazimisha. Festo akatabasamu kiasi na kusema kwamba asante, nimefika ise, na naona nimefikia pazuri sana leo, naona mambo yako moto. Miriam yeye akatabasamu kiasi na kuangalia chini. Festo akamuuliza Miriam ya kwamba nani anazaliwa? Miriam akamjibu ni mama. Festo akasema ni nzuri, sema sikuwa nimepata mwaliko, ningekuja kwa utayari. Basi Miriam akasema haina shida, hata hivyo tayari umeshafika. Basi jamaa akatabasamu tu, na yeye Miriam akawa ameweka uso ulioonyesha hisia za uajabu ajabu tu. Festo akanitazama na kusema kwamba hey, habari yako? Safi, karibu. Nilisema hivyo kwa utulivu tu. Akasema asante. Basi aliniambia hivyo huku sasa akikaza macho yake kwangu kama kunipa maana fulani hivi ambayo sikuielewa. Ila ni kama ananiambia ondoka. Nikamtazama Miriam, yeye akiwa sasa anasogelea sofa ili akae, nami nikasema Miriam mimi naenda. Miriam akasitisha kuketi kwanza na kunitazama usoni. Nitarudi baadaye kidogo, ngoja nikupishe kwa sababu naona una mgeni hapa. Nilimwambia hivyo. Miriam akatikisa kichwa kukubali na kutazama pembeni tena, bado akionekana kutatizika yani. Naye akamwambia Festo kwamba karibu kae Festo. Nikamtazama Festo, naye akakaa kwa raha zote pamoja na bibia hapo sofani. Kwa kilichoonekana ni kama of course wanaenda kufanya maongezi ambao angeenda vizuri baina yao. Nami nikaamua sasa kujiondokea hapo tu kama sina la maana yani. Kumuona jamaa hapa kulikuwa kumenizidishia hisia mbaya zaidi ya ile iliyokuwa imeniingia muda mfupi nyuma. Lakini sikutaka kujizuia mno kwa kuwaza juu yake. Sema ni ile tu kujua kuhusu mambo mengi kumuelekea ndio kulipa akili yangu yani ni kama mkereketo kiasi hivi. Yani kunikereketa kwa namna fulani hivi ambayo yani naona kama ilikuwa ni nje ya uwezo. Nikafika ndani kwa nkia na kukaa tu sofani nikijaribu kujituliza kiakili na kisia, lakini fikra zikawa zinalazimisha niwaze kuhusu nini ambacho mwanamume huyo angekuwa amekuja kuzungumza na bibie. Maana hakuwa amealikwa, hata kale kahisia kawivu kalikuwepo kabisa. Nitamani rudi huko kujipitisha tu ili nijue ama nione aliyoendelea, lakini huo ungekuwa ni upuuzi kwangu. Nikaona tu nifanye mambo mengine ili kupisha muda kwanza. Na jambo la mwanzo ikawa ni kuchukua simu yangu na kumpigia mama.
So baada ya dakika kadhaa za kuongea na mzazi wangu, nikaona ni busara nikiingia bafuni kujimwagia maji kidogo. Yote ni kwa sababu ya kuhisi joto mno. Katika maongezi niliyofanya na mama, nilikuwa nimemjulisha kwamba kesho ndo ningekwenda huko nyumbani ili kumsalimia na ningeambatana na Mariam pamoja na kaka yake. Kwa hilo mama akakubali, na bila shaka angejiandaa kutupokea vizuri maana alikuwa ni mpenda wageni sana. Nilipotoka bafuni na kurudi ndani, nikakuta Ankia akiwa amerejea hapa kwake tayari. Tena alikuwa pamoja na rafiki yake mwingine aliyetoka naye huko Mzinga. Mwanamke mtu mzima tu hivi, ni kama mama Chande tu. Alipendeza kweli kweli kwa namna ambavyo alivaa. Nami nikawasalimu vizuri na kwenda kuvaa nguo safi na kujiweka vizuri zaidi. Katikati ya muda huo, Ankia pia akawa sasa ameenda kuoga ili ajiandae vizuri kwenda kwa kina Miriam. Mimi nilipomaliza kujiweka fresh, nikarudi tu kukaa sebleni pamoja na huyo rafiki yake Ankia, akiwa sasa namsubiri mwenzie amalize kujiandaa. Haikuchukua dakika nyingi sana, nasi tukaanza kusikia muziki mnene ukipigwa kutokea hapo kwa kina Miriam. Na Ankia akatoka chumbani huku sasa akiwa anacheza taratibu na kuja kunielekea. Nikawa namwangalia tu kwa makini, naye akaja mpaka nilipokaa na kumuonyeshia rafiki yake jinsi ambavyo alikuwa na ukaribu na mimi kwa kutikisa nyashi lake karibu na mapaja yangu. Wanawake hawa wakacheka kidogo, nami nikaendelea kutulia tu kama vile sitaki yani. Ndio Ankia akaniuliza ikiwa alikuwa amependeza, na alivalia kawaida tu, gauni fupi la kitenge, yani fupi sana, na miguuni ndio alivaa suruali nyeusi ya skin iliyobana umbo lake likamfanya aonekane vizuri mno. Nikamwambia yuko poa, na yeye akaniasa tuelekee hapo kwa Miriam, maana mida ya kupachangamsha ndio ilikuwa hii sasa. Lakini nikamwambia tangulie tu kwanza. Sasa muda huo ilikuwa imeshaingia saa 10 kuelekea saa 11. Ankia na mwenzake wakaondoka haraka huku akiniambia nisikawie kwenda, nami nikakubali. Alikuwa amekosa kufika mapema kusaidiana na wenzao kutengeneza nini na nini, ndio maana alitaka kuwahi hapo kwa ajili ya mengineyo yaliyobakia ili aweze naye kuonekana kwamba ameshiriki. Mimi bado nilikuwa nafikiria kuhusu Festo. Sijui kama bado alikuwepo ama la. Na sikutaka kwenda tena, yani mpaka niwe na uhakika ikiwa ningekwenda na kumkuta ama kutokumkuta. Sio kwamba eti niliogopa, ni ile tu kuwa na utayari wa kiakili kushughulika na hali tata kama hiyo. Ndicho nilichokuwa nahitaji. Naona bado jamaa alikuwa akininyima amani sana kichwani. Hata kama ningempuzia vipi, kuwa kwake huru tu na kuendeleza ukaribu na Miriam, japo alikuwa amekataliwa, ni mambo aliyonitatiza sana kichwani. Ni kama vile pamoja na yote niliyokuwa nimefanya, bado jamaa alikuwa amenishinda kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo mimi ningeendelea kumuona kama mshindani wangu mkuu zaidi aliyebakia. Haijalishi alikuwa ameniambia nini kuhusu yeye kutaka kubadilika. Inaonekana shamra hapo nje ilizidi kupanda, maana sauti za watu wakifurahia zilizidi kuongezeka. Nikiwa nimetulia tu, Tesha akanipigia simu kuuliza nilikuwa wapi, kwamba mbona siendi wakati watu walikuwa wameanza kuongezeka. Nami nikamwambia nilikuwa nimetulia kwanza, ila ningefika tu hapo kwao muda si mrefu sana. Basi akasisitiza niende, kwamba Bi Zawadi alikuwa amesharudi na yule Doris alikuwa amefika pia pamoja na Dina. Akaniambia mambo alikuwa ameanza kuiva na mimi tu ndio niliyekuwa nimebakia kufika hapo ili yapakuliwe. Dina pia akaanza kunitumia jumbe za kuuliza mbona sitokei huko, lakini sikujibu hata moja. Yani nikaendelea tu kukaa sofani kama mtu aliyeshiwa raha. Ama labda ungesema walikuwa wamenifukuza. Nilikuwa natamani ninyanyuke tu niende, lakini sasa miguu ikawa ni kama imeng'ang'ania sakafu la hapo ndani. Nikaanza hadi sasa kujiona kama mtoto aliyezira kula bila sababu yote. Tena kwenye siku ambayo mapilau na makuku ndio alipikwa sasa. Ila haikuchukua muda mrefu sana, kwa hiyo niliona tu Kwanza Tesha akawa amekuja hapa kabisa pamoja na Bobo, wakifikiri kwamba kuna kitu kilikuwa kinanisumbua, yani labda niliumwa, ila nikawaambia nilikuwa poa tu, sema kuna jambo linivuruga kidogo. Tesha alikuwa mwepesi kunielewa, na bila kumhusisha Bobo akawa ameniambia kwamba yule jamaa alikuwa ameondoka, akimaanisha Festo,
kwa sababu nadhani aliona kwamba uwepo wa Festo pale kwao ndio uliofanya nikaamua kujiweka pembeni. Basi taarifa hiyo ilinipa ahueni kidogo, ingawa haikuwa sababu pekee iliyofanya niendelee kujichimbia huku kwa muda wote. Maana hata kama Festo angekuwa hajaondoka bado, nisingeirisha kabisa kwenda kusherehekea na Bi Zawadi. Kwa hiyo baada ya wana kuwa wameniomba tukajumuike huko, nikajiweka vizuri tena, kisha kwa pamoja tukaenda. Na sasa saa 1 ilikuwa imevizia kuingia. Ile tumeingia tu hapo getini kwa Tesha, nikakuta watu wakiwa wengi, yani wadada wale ambao sana sana waliopendelea kuvaa madera wakiwa kwa huku nje pamoja na wanaume vijana, na hapo varandani kulikuwa kuna ile meza yao Tesha ya dining, kiti kimoja ambacho alikalia rafiki mwingine wa Bobo, huku sasa speaker muziki ikiwa imewekwa kwa hapo juu ikishusha muziki mnene. Jamaa alikuwa ameunganisha tu simu yake kwa Bluetooth ya subwoofer yao akina Tesha, ambayo ndio iliungwa kwenye speaker hiyo ili muziki uweze sasa kusikika kwa uzuri zaidi. Milango yote ilikuwa wazi, mapazia pia yaliyoachanishwa ili ndani paonekane vizuri. Nasi tukaelekea mpaka hapo ndani. Bobo akabaki nje hapo kwa mwenzake kwa ufupi tu. Na sisi sasa tulipoingia tukawa wenyeji na wageni wakiwa wamekaa tu sebleni pamoja na watoto wengi wa majirani wa mtaani waliokuwa wamekaa kwenye wazi ulioachwa pale sehemu ya dining. Yaani sebule ilipanuliwa kwa kulisogeza pembeni sofa lililokuwa limeukinga upande huu wa dining. Kwa hiyo palionekana kama ukumbi mdogo hivi uliopambwa kwa njia nyeupe na nyekundu pamoja na watu waliopendeza pia. Baada tu ya mimi kuingia, Mama Chande akatoa kama sauti za shangwe kunielekea mimi na wakina Tesha, na mashosti zake waliotufahamu wakaiga. Hizo ndio shobo nilizokuwa sifagili. Basi tu Tesha naye akaanza kuongea kama MC fulani hivi kwa kusema Mwarabu na Mchina wa kitani imefika. Basi nikawa nimetulia tu, hisia yani zikionekana kuchukulia hayo kuwa kawaida, na umakini wangu ukavutwa na Doris, ukavutwa na Dina pamoja na wanawake wengine wawili ambao ni kama watu wazima fulani hivyo waliokuwa wamekaa pamoja nao. Doris yeye aliniangalia kwa shauku ya kirafiki, na mimi nikamfuata hapo na kumsalimia kirafiki pia. Yaani Dori alifanya hadi kusimama na kunikumbatia, na Dina naye akafanya hivyo hivyo. Kisha ndio wakawa wamenitambulisha kwa mwanamke mmoja wapo hapo kuwa ni mama yao mzazi. Nikamsalimia pia kwa heshima, huyu akiwa kama vile mamdogo wake Miriam, maana ndiye aliyekuwa pamoja na Mariam mama yake. Na alionekana kuwa aina ya mwanamke aliyependa kuhukumu vitu, yani kwa kumwangalia tu saikolojia ya kidaktari ikawa imeniambia hivyo. Kwa hiyo nikaona niachane naye na kwenda kumsalimu Bi Jamila pamoja na Ankia ambao walikuwa hapo sebleni pia. Yaani hii sehemu msikilizaji yote ilionekana kubanana kabisa kutokana na jinsi palivyokuwa pamejaa watu. Hapo chini watoto walikaa huku sasa wakinywa juice na biskuti walizopewa. Kule jikoni kukiwa na wanawake baadhi walioshughulika na msosi na kuja tena sebleni. Na sikuwa nimemuona Mariam, Bi Zawadi wala Miriam. Bila shaka wakiwa huko chumbani. Inaonekana Tesha alikuwa anataka kumkaribisha mama mkubwa wake kiaina. Kwa hiyo akaelekea huko chumbani kama kuwashtua. Kisha akarejea akiwa pamoja na Miriam. Hebu ngoja nikae vizuri msikilizaji hapa nikuelezee hiki ambacho huwa najisikia. Kwanza Malkia moyo wangu alikuwa amevalia kwa njia ya kawaida tu. Namuita Malkia moyo wangu kwa sababu binti ananiendesha akili. Lakini alipendeza sana. Mimi sikuwahi kumuona akiwa amevaa nguo yenye rangi ya maroon. Na kiukweli hili gauni alilokuwa amevaa lilimfanya atamanishe mno macho na hisia zangu. Yaani alikuwa kama chakula ambacho hakikuwahi kuguswa. Kumwangalia tu kulinisaulisha shida zote za kichwani, maana alinifanya nifikiri ni mimi tu ndiye niliyepaswa kuja kula hicho chakula. Bibie mwenyewe akawa sasa anajitahidi kuwatendea watu vizuri tu hapo. Na inaonekana wakati niko kule kwa Ankia walikuwa wameleta na makreti kama 3 hivi ya bia. Bila shaka likiwa ni wazo la Tesha na Bobo. Lakini aliwekwa tu huko chumbani kwa Tesha na hakukuwa na wengine waliokunywa bia taratibu isipokuwa mamake Doris, rafiki yake Doris mwenyewe, Ankia, Mama Chande na wanawake wengine hapo. Najua Miriam asingekunywa. Kwa hiyo Ankia aliponipa ofa ya kufata moja ili nipoze koo, nikawa nimekataa.
leo ningeenda kwa mabiti ya bibie. Baada ya dakika kadhaa, Bi Zawadi, Shadia na Mariamu wakawa sasa wametoka kwa chumbani. Kwa pamoja wakija sebuleni taratibu kama vile mwanamke huyu alikuwa kimwana harusi. Alipendeza kweli kweli kwa kuvaa gauni refu jekundu lenye mistari myeupe hapa na pale, likiwa na muundo kama wa batiki, lakini ikiwa ni kitambaa kizito tu, na mtindo wa nywele za rasta zilizobanwa juu ya kichwa ulimpendezesha hata zaidi. Alionekana vizuri sana, yani alipendeza mno, na najua Shadia ndiye aliyekuwa amehusika kumpendezesha namna hiyo yeye na Mariam pia. Binti alivalia gauni la blue bahari lisilo refu sana, na alikuwa amesuka nywele za kizungu za mawimbi zenye rangi ya brown, huku mbele ya mwanzo wa nywele zake akivaa tiara nyeupe. Walipendeza kama vile wasingekuja kupendeza tena. Kwa hiyo tukaanza kuwapigia makofi. Tesha akiendelea kufanya UMC kuwakaribisha na kumtambulisha Bi Zawadi kuwa kama birthday girl. Na Miriam alikuwa akichukua video kwa ajili ya kutunza kumbukumbu ya mambo mengi yaliyotokea hapa. Haikuwa ajabu kwangu kutambua kuwa wanawake waliokuwepo hapo, hasa ambao hawakunifahamu, walionyesha kuvutwa zaidi na uwepo wangu, wakinitazama sana na hata mara nyingine kusimama karibu nami nilipokuwa nimetulia tu kuangalia wapendwa wangu. Lakini sikujishughulisha nao, yani nilitulia kweli kweli. Dina alikuwa akinitumia jumbe fupi kwenye simu na kutarajia tufanye ile kuchati ya kisiri, lakini nikampiga chini kama vile nisimjali. Yani mpaka wakina Ankia, Bobo, Mama Chande walinifuata kuniuliza vipi, mbona sichangamki? Na mimi nikawa natabasamu tu kwa kuwa niliamua kuitathmini kwanza furaha ya wote niliokuwa nawapenda sehemu hii, hasa Miriam. Kila mara nilipomuona kitabasamu pale wengine walipokuwa wakiburudika aidha kwa muziki ama utani wa Tesha, nilihisi amani zaidi ya vile ambavyo nilikuwa kabla ya Festo kuja hapa muda ule. Ikawa wazi zaidi kwangu kuwa hiki ndio kitu nilichokuwa nahitaji zaidi ili kuepuka kujishusha moyo kisa huyo jamaa. Na ingejalisha tena alikuja hapa kuongea na Miriam kuhusu nini, nisingeacha kuendelea kumuonyesha mwanamke huyo upendo wangu kamwe. Kila mara ambao Miriam angetazama upande wangu na kukuta na mwangalia tu, angeacha kutabasamu na kufanya aidha shughuli nyingine ama kwenda jikoni au wapi, akiwa bado tu analazimisha kuniepuka eti. Na mimi kana jikuta natabasamu tu mwenyewe tu kwa sababu hali hii nilikuwa nimeshaanza kuizoea. Na ni kama ilifurahisha sana kwa sababu najua ingeendelea kunizidishia motisha ya mbio zangu za kufikia moyo wake mpaka kukamata. Na matumaini ya kuwa pamoja naye bado alikuwa chanya, kwa hiyo nisingekata tamaa. Sherehe ikaendelea. Nikapata na juisi ya embe ambayo nilimiminiwa na bibie mwenyewe kwenye glasi, na alifanya hivyo mbele yangu kama hataki yani. Kwa muda huu nilikuwa nimeamua kutulia ndio, lakini jambo fulani likafanya niamue kwamba kuchangamka zaidi ingefaa, hasa kwa ajili yake Miriam. Kuna mara ambazo nilikuwa nikimuona mama yake Doris alipokuwa akimtazama Miriam, yani akimwangalia kwa njia sio rafiki. Miriam angepita hapo mara kwa mara na kusemeshana pamoja na watu wengine kirafiki, hata Doris pia. Lakini huyo mama alimwangalia vibaya tu kana kwamba walikuwa na ugomvi. Paka kafikia hatua nikaona Miriam alipotaka kumuongezea kinywaji, mwanamke huyo akakataa. Lakini Shadia alipotaka kumuongezea kinywaji, yani kinywaji hicho akakubali. Wengine hawakuwa kitambua jambo hili, lakini niliona likimnyima Miriam amani kiasi. Huyo mwanamke alitakiwa kuwa kama mzazi kwake pia, maana alikuwa na uhusiano wa karibu pamoja na marehemu mama yao wakina Miriam. Sasa sijui alikuwa na shida gani mpaka akaona mtendee bibia namna hiyo. Sasa ikafika muda wa kukata keki bwana. Nayo ikaletwa na kuwekwa hapo mezani, lakini haikufunguliwa kwanza. Yani ilikuwa ndani ya kifaa kama boksi lakini lenye muundo mzito kama ubao au hizi bodi za dari zinavyokuaga ngumu, nini ceiling board likiwa jeupe na lenye kishikio kwa juu ambacho kikivutwa ndio lote sasa linafunguka na kuiachia keki iwe wazi. Ikiwa imewekwa hapo, Tesha akasema kwamba naam, sawa. Sasa unajua birthday girl wetu hapa anatimiza miaka 62 na amezaliwa tarehe 11 leo hii, mwezi wa 11 huu na mwaka wa 61 ule. Lakini hebu mchekini kwanza sura na mwanya unaoonekana kama vile binti mbichi ambaye bado yuko kwenye miaka 20 vile.
Basi Tesha akampamba Bi Zawadi namna hiyo. Sote kwa pamoja tukacheka kidogo. Naye Bi Zawadi akasema kwa maringo, akisema kwamba jamani, mimi mwanya nimeutoa wapi? Tukafurahishwa zaidi na utani wake wa kuigiza kama mwanadada mdogo. Naye Tesha akasema kwamba upo kwenye loading huo mwanya, maana leo utakula keki mpaka meno ya mbele yatayeyuka. Bi Zawadi alicheka kidogo. Sasa Tesha akasema okay. Sasa umefika wakati maalumu wa bibi wetu kushika kisu na kuchinja keki. Jamani, fungua keki hiyo. Watoto msiangalie nyuma. Hakuna yai bovu huko, sawa keki safi hapa. Kwa hiyo macho yote yawe mbele. Ankia alikuwa karibu yake Bi Zawadi, kwa hiyo akamsaidia kukivuta kishikio cha box la keki, nayo ikawa imefunguliwa. Kweli ni keki moja nzuri sana, ingawa imefunuliwa hapo mezani ikiwa kubwa, yenye rangi nyeupe kwa nyekundu, ambao mimi na Tesha tuliagiza ipambiwe na kamdoli kama mwanamke aliyeshika namba 62 wakati ule tumeenda kuitafuta. Vyote vilikuwa ni keki. Miriam, Doris, Shadia na wengine baadhi walikuwa wakichukua video kwenye simu zao, huku Ankia akimsaidia Bi Zawadi kuweka ile fryer juu ya keki, yani vile vimshumaa vinavyowakaga kwa kutoa cheche kama fataki vile, tayari kwa kuwasha ili tumuimbie Bi Zawadi wimbo wa birthday kwa pamoja kabla ya kuikata. Kwa hiyo naweza nikasema huu ndio ukawa wakati sahihi wa mimi kuanza kuchangamka. Sasa Tesha akasema kwamba okay, sawa jamani, sasa tunawasha hapo. Haya, simameni jamani, simameni. Watoto na watu wazima jamani, simameni ili tuweze kumwimbia birthday girl wetu wimbo mtamu kabisa. Basi nilimkatisha Tesha nikasema kwamba Tesha, mgoje kwanza. Basi wote wakaniangalia. Tesha akasema kwamba Jesse. Okay, sawa jamani. Jesse hapa na neno. Okay. Handsome wa kijiji, leta neno, leta mambo mwanangu. Wa kuleta mambo ni mam. Ana zawadi special kwa ajili ya birthday girl. Nilisema hivyo. Bi Zawadi akasema kwamba wow, mamu jamani. Bi Zawadi alisema hivyo na kuanza kumpigia makofi Mariam, ambaye alikuwa pembeni yake akiwa na tabasamu mwanana usoni. Mariam akaniangalia na kunitikisia kichwa chake kama kuuliza kitu, nami nikamtikisia nyuzi kukubali. Akatoka hapo upesi na kwenda chumbani huko kwanza, kisha akarudi akiwa na kile kinanda chake mkononi. Watu wakahisi binti alikuwa amekuja kujaribu kumpigia mziki Bi Zawadi, na hawakukosea. Akakaa kitini na kukunja mguu wake, huku sasa kinanda kikiwa katikati, nasi sote tukawa tunamwangalia kwa subra. Mariam akaanza kupiga kinanda yeye mwenyewe, akipiga ile midundo iliyotokeza sauti ambayo sote tulifahamu kuwa ni ya wimbo maarufu utumi wao kwenye sikukuu za kuzaliwa. Yani kinanda kilitengeneza melody ya happy birthday to you, happy birthday to you, na kukosea hata mara moja. Kwa waliokuwa wanafahamu juu ya tatizo alilokuwa nalo, walionekana kushangaa sana. Mama yake Doris akajisogeza mbele zaidi kwenye sofa ili sasa asikilize kwa umakini, na Mariamu akaendelea kupiga kinanda tu kwa utaalamu wa hali ya juu sana. Nikamtazama Miriam na kuona jinsi ambavyo alimwangalia mdogo wake kwa hisia sana. Kisha akaniangalia usoni kwa umakini, nikampa tabasamu hafifu huku nikimwangalia kwa hisia, naye akarudisha umakini wake kwa mdogo wake tena. Asa Tesha akaanza kumsifia kweli Mariam, na watu hapo sasa wakaanza kupiga makofi. Ankia akamwambia binti arudie tena kupiga midundo hiyo, halafu watu wote wafatisha na kuanza kumwimbia Bi Zawadi wakati ambayo ile mishumaa ingewashwa ili sasa apulize na kutoa ombi lake kwa Mungu. Ikawa hivyo. Mariam akaanza tena kupiga kinanda, nasi tukawa tunaimba kwa kufatisha sauti hiyo na tukipiga makofi pia. Bi Zawadi alionekana kufurahia sana, akiwa sasa amefunika mdomo wake kwa viganja huku akimtazama Mariam kwa hisia, na Tesha akazidisha mbwembwe za maneno ili wimbo uendelee kuimbwa tu. Ankia akawasha mshumaa wa kwenye keki huku bado tukiendelea kuimba, na Miriam alikuwa akichukua video tu kwenye simu yake huku akitabasamu kwa furaha sana. Bi Zawadi akaendelea kuenjoy kwanza mziki aliopigiwa na Mariam kabla ya kuinama na kupuliza mshumaa wa keki kwa nguvu. Nasi sote tukampigia makofi na wakina mama Chande kutoa sauti kwa shangwe. Ankia akampatia kisu laini Bi Zawadi ili aanze kukata keki.
Na mama huyu akajitahidi kukata vizuri vipande vya mwanzo, alafu Ankia akachukua kikopo cha stiki na kuanza kuzichomekea keki kipande kimoja kimoja. Bi Zawadi akataka wa kwanza kabisa kumlisha iwe ni Mariam. Naye binti akanyanyuka na kwenda kula keki kwa furaha. Kisha naye akamlisha mama mkubwa wake na kumkumbatia kwa upendo. Akafuata Bi Jamila, kisha Miriam ambaye alikumbatiwa na Bi Zawadi kwa karibia dakika nzima kabisa. Baada ya hapo akafuata mama yake Doris, akafuata Doris mwenyewe, akafuatia Dina, Tesha, Ankia, Shadia, Bobo, Mama Chande na karibia wote walikuwa na kitu kizuri cha kumpa mama huyu kama zawadi. Iwe ni 10,000, mkufu, kitenge kizuri ama zingine zilizotiwa ndani ya maboksi. Halafu ndio nikaja mimi sasa. Bi Zawadi alikuwa ananiita kwa shauku sana kuwa niende kulishwa naye. Nami nikamfikia na kula keki yangu. Kisha nikamlisha yake pia. Halafu nikaingiza mkono mfukoni na kuchomoa waleti yangu iliyokuwa imetuna. Nami nikaanza kutoa 10,000 moja baada ya nyingine. Nilikuwa nazitoa kwa madoido yani, nikiziachia karibu na kichwa cha Bi Zawadi zimwagikie tu kama mvua, na wanawake wakawa sasa wanatoa sauti za shangwe kunishabikia yani. Bi Zawadi akawa amefumba mdomo huku akicheka kwa aibu. Bi Jamila naye akishangilia eti. Nami nikamtazama Miriam kutokea pale alipokuwa amesimama. Aliniangalia kwa jicho makini sana kama hataki eti. Nami nikamtikisia nyusi kiuchokozi, na yeye akazungusha jicho na kuangalia pembeni. Kitu ambacho kanifanya nicheke kidogo na kumalizia kumiminia cheupe wangu pesa ya zawadi. Hapo nilikuwa nimemwagia 200,000 kamili. Wanawake wakiwa wamehesabu na kumshangilia cheupe wangu, na yeye akanikumbatia kwa furaha sana. Nikaenda pembeni tena na kusimama karibu yake Mariam zamu hii, na ndio watu wengine sasa wakaendelea kulishwa keki na Tesha kuchangamsha sherehe kama ilivyotakiwa baada ya Bi Zawadi kuokotewa pesa zake na Ankia. Najua angekuja kujinulia tu vitu twake tu tuzuri. Cheupe wangu huyo, ilikuwa ni siku yake bwana. Kwa mimi nijikuta napenda sana hiki kitu. Ilikuwa ni sherehe ya kawaida tu. Mambo yasiwe mengi wala gharama za ajabu, lakini ushirika wa hawa watu na jinsi walivyoonyesha upendo, haise, ulipatajirisha sana hapa. Alafu pia nikaanza kuona kwamba mamake Doris alinifuatilia sana baada ya hako kakitendo kangu muda mfupi nyuma. Yaani aliniangalia mno mara kwa mara. Nafikiri akiwa ameona kitu fulani ndani yangu kilichomfanya agundue mimi ni wa maana. Chezea. Mariamu akawa sasa amemuomba Bi Zawadi alishwe keki tena. Kale kamdoli eti. Nasi kwa pamoja tukacheka kidogo. Bi Zawadi akamuita na kumlisha taratibu sasa watoto wakimkodolea. Halafu na yeye akamuomba Mariam ampigie kinanda kwa mara nyingine tena. Mariamu akafurahi kufanya hivyo. Akaanza kumpigia kinanda tena na watu wakaungana naye kuimba wimbo wa birthday kwa kufatisha sauti. Wakina Ankia na Mama Chande walikuwa wameelekea jikoni pamoja na wadada wengine, nafikiri kuweka mambo ya msosi sawa zaidi. Nikamwangalia Miriam, alikuwa amesimama pembeni tu akiwatazama Bi Zawadi na Mariam kwa hisia sana. Nami nikasogea upande wake na kusimama karibu naye bila yeye kutambua kwamba nilikuwa nyuma yake. Doris, Dina na wageni wengine walikuwepo hapo sebleni pia, na niliona umakini wao ukielekea kwangu mara kwa mara, lakini sikuwajali sana wakati huu. Nikamwambia Miriam kutokea pembeni ya kwamba hiyo hapo. Basi naye akageuza shingo kuelekea upande wangu, lakini hakunitazama kabisa. Nikasema ya kwamba nakumbuka tulivyoongea siku ile kuhusu mama. Nilivyoongea hivyo alionekana kuzidisha umakini. Akamtazama tena mdogo wake. Nilikwambia kuna ishara zingejionyesha mama akianza kuwa imara zaidi kiufahamu. Hiyo hapo moja. Miriam, naona kabisa mdogo wako kumbukumbu yake inazidi kuwa imara. ASD naondoka hivyo. Nilimwambia hivyo Miriam, akaniangalia machoni kwa hisia makini. Nikampa tabasamu hafifu la uhakikisho, naye akaacha kuniangalia na kumtazama Mariam tena. Kisha akashusha pumzi na kunipita kuelekea jikoni bila kusema asante wala nini. Lakini najua kutoka ndani ya moyo wake kwamba alikuwa amefurahi sana kusikia hivyo. Ni basi tu eti akutaka nione hilo moja kwa moja. Basi mimi nikajisogeza tu pembeni tena baada ya hapo, na Mariam alipomaliza kupiga kinanda chake
Tesha kama MC akasema kwamba haya jamani, umefika sasa wakati wa kuhalalisha rasmi kabisa umri wa bibi wetu mrembo. Mko tayari? Basi wanawake na watoto akasema ndio, bila hata kuelewa alichomaanisha. Na Tesha sasa aliponiangalia, tukajikuta tunacheka kidogo kwa kuwa ni mimi na yeye tu ndio tuliokuwa tunaelewa kilichokuwa karibu kutokea. Miriam akawa amerejea tena. Tesha akaomba kiti ili aweze kupanda usawa huo huo katikati. Na baada ya kufanya hivyo, akafikia maputo huko juu na kuchukua kwa uangalifu ile kamba iliyobaki mwishoni, kisha ndio akashuka. Halafu akamvuta Bi Zawadi usawa wake na kusimama karibu yake. Basi Tesha akasema ya kwamba hii ni zawadi nyingine kwa mrembo wetu Zawadi. Makofi kwake na vigelegele kwa kutimiza miaka 62. Basi watu wakacheka na wakina Machande wakapiga hivyo vigelegele. Halafu sasa Tesha akaniangalia sasa akijikaza asicheke. Nikamtikisia kichwa kama kumwambia aache tu. Naye Miriam akaniangalia kwa macho aliyoonyesha alikuwa ameshashtukia dili. Tesha akaivuta hiyo kamba na kumkimbia mama mkubwa wake ghafla, na ale maputo hapo juu yakaanza kupasuka moja baada ya lingine. Kila moja lililopasuka lilitoa vikaratasi vingi vidogo vidogo vilivyomeremeta. Alafu maputo mawili ya mwisho yakamwaga maji. Miriam akafunika mdomo wake kwa kiganja. Bi Zawadi alikuwa bado amesimama hapo hapo kati. Kwa hiyo hivyo vikaratasi na maji yakawa yamemwagikia. Wakati maputo yalipokuwa sasa yanapasuka na kutoa hivyo vikaratasi, watu walikuwa wanashabikia lakini maji alipomwagika tu, yani alipomwagikia Bi Zawadi, wengine wakaonekana kushangaa na kubakia kimya. Tesha akaanza kucheka, Mariam pia, huku Bi Zawadi akiwa sasa amefumba macho, kisha naye akaanza kucheka. Watu wengine wakaanza kucheka pia. Bi Jamila ndio alikufa mbavu yani. Naye Tesha akasema ya kwamba maji ya baraka sikukuu ya kuzaliwa, ulifikiri tungekuacha salama mama mkubwa? Bi Zawadi akasonya kidogo na kusema shenzi wewe. Wengine ndio wakazidisha vicheko na maongezi kuhusu hicho kitendo yalianzia pale pale. Mimi nilikuwa nikijizuia nisicheke, lakini nilipomwona Miriam anatabasamu sasa akitikisa kichwa chake, nikashindwa kujizuia tena. Ankia akaja karibu na kunilalia begani sasa akicheka. Na Doris akawa amemsogelea Miriam kumnongoneza jambo fulani lilofanya kwa pamoja wacheke kwa furaha sana. Bi Zawadi alipouliza nani aliweka hayo maputo yenye maji huko juu, mimi na Tesha tukaonyeshana vidole kama kulaumiana. Naye Bi Zawadi akatikisa tu kichwa na kuanza kuelekea chumbani ili sasa akajikaushe. Miriam akanikata jicho kali kweli kweli, eti kama vile hakupenda. Maana alijua ni mimi ndiye niliyekuwa nimefunga maputo huko juu. Nami nikabana tu tabasamu langu na kuamua kwenda uani kwanza kabla hajanitafuna huyo mwanamke. Lakini naelewa alikuwa ameburudika sana. Ilikuwa ni wakati wenye kuburudisha kweli kweli. Basi DJ Bobo pale varandani akawasha mziki tena. Tukawa tumemuomba Bi Zawadi samahani ya kumwagia maji bila kumwandaa baada ya yeye kurudi tena sebleni. Na alituvuta masikio mimi na Tesha, lakini akasema alikuwa ameburudika sana leo kwa kweli. Akatushukuru sisi wote kwa kuifanya siku hii iwe murwa, na akaombea uzima wetu sote ili tuendelee kuwa pamoja kwa mazuri na magumu yote ya maisha. Na alimshukuru mno Miriam kwa kuwatunza wote vizuri kwa upendo, akimwombea mafanikio zaidi kwenye maisha yake. Na huyu mama alikuwa na maneno mazuri sana yaliyogusa hisia mpaka nikajikuta sasa nampigia makofi na wengine kufanya hivyo pia. Baada ya hayo ndio wanawake sasa wakaanza kusambaza upendo wa misosi kwetu sisi wote. Kwa watoto waliokuepo waliketi sehemu ya chini pale dining na kuwekewa kwenye masinia, wanawake wakila pamoja hapo sebleni, na sisi wanaume tukawa kwa huku varandani tukila na kunywa kwa utaratibu tu. Wakina Bobo na Tesha walipiga bia 2-3, lakini mie sikunywa hata kidogo. Tesha ndio akawa sasa ameniambia kuwa yule mpenzi wake yani Happy alibanwa na kazi hata kwa siku hii, ndio maana hakuweza kuja kujiunga na sisi leo. Kwa hiyo muda ukaendelea kusonga tu, hakukuwa na nafasi ya fujo hapo. Kila kitu kilikwenda kwa utulivu na utaratibu mzuri kabisa mpaka sote tulipomaliza kula na kunywa. Kisha tukamalizia muda wa masaa machache kwa kupiga story na nini, na watu wengi waliokuepo wakawa sasa wanaaga na kurudi makwao. Ikiwa imeshafika mida kama ya saa 5 hivi, umati ukao umepungua. Hapo kwa Miriam tukabaki sie tu tuliokuwa na ukaribu zaidi na familia hii. Yaani hata wanaume tuliokuepo ilikuwa ni mimi, Tesha, Bobo na jamaa wengine wawili waliokuwa na ukaribu na Tesha.
Basi kule ndani walikuwepo wanawake. Doris na familia yake wangelala hapa leo, na ili wapate nafasi ya kutoshea ya vyumba, Tesha angekuja kulala pamoja nami pale kwa Ankia, na hata Shadia angelala pamoja na Ankia huko kwake. So haikuwa na noma. Wakati huu nikawa tu hapa varandani pamoja na Bobo na hao jamaa wawili, mziki ukiwa sasa umeshushwa sauti, na Bobo tayari alikuwa ameshaniambia kwamba alimtokea Ankia kimapenzi, na mwanamke huyo alimkubalia, lakini alitaka jambo lao liwe la chini chini kwanza, wengine wasijue. Zilikuwa ni taarifa nzuri kujua kwamba Ankia alipata mtu wa kumpenda aliyetaka kutulia naye, nami nikampa pongezi Bobo na kuahidi kutunza siri yake. Basi Tesha alikuwa ameenda huko ndani ili arudi pamoja na chupa zingine za bia, na hata wakina Doris na Dina hapo sebleni walikuwa wakinywa huku sasa wanapiga story na Miriam pamoja na Bizadi, Ankia na Machande. Inaonekana Bi Jamila na Mariam walikuwa vyumbani, na hata mama yake Doris na yule mwanamke waliyekuja naye hawakuwepo sebleni pia. Nikiwa sasa nimeegemea tu ukuta sasa nakula stories za kuchorwa tattoo na nini kutoka kwa hawa wasela, Miriam akawa ametoka ndani na kuja hapo varandani pia. Nami nikamwangalia kwa makini. Akasemeshana na Bobo kiurafiki na kisha kuvaa ndala na kutupita sote kuelekea ule upande wa nyuma ya nyumba uliokuwa na store. Inaonekana alitaka kwenda kuchukua kitu fulani huko. Kwa hiyo kwa kuzuga tu nikajivuta na kuelekea upande huo pia, ili nikajaribu kumchokoza kidogo. Uzuri hakukuwa na watu wakati huo ambao wangekuja kwa huku, maana na sherehe yenyewe ilikuwa inaelekea kuzimika hapo mbele. Na nilipofika huko kwenye chumba cha store, nikamkuta bibia akiwa ndio anatoka humo na kutaka kurudi tena huko tulikotoka, lakini akasitisha hatua zake baada ya kuniona nimefika mbele yake. Naye akanishusha na kunipandisha kwa mtazamo wa kawaida tu, yaani ule wa na huyu naye vipi? Miriam hakuonekana kuwa amechukua chombo wala kitu chochote kutokea humo store. Kwa hiyo kwa sauti ya chini nikamuuliza kwamba ulikuwa unatafuta nini? Akaendelea tu kuniangalia kimkazo kiasi. Nikatabasamu na kusema kimchezo kwamba hakuna kichokuleta kuchukua, si ndio Ulikuwa tu unataka nikufuate, si ndio? Basi bila kunijibu, akageuka tu na kuanza kuelekea huko nyuma zaidi. Nadhani ili akapitie kwenye mlango wa huko nyuma ili kuniepuka. Mimi nitabasamu zaidi na kumwaili sasa nimsimamishe kwanza. Hey Miriam, sikia. Nilikuwa nimeanza kumfuata sasa nikisema hivyo kwa sauti ya chini sana, na yeye kusimama ghafla ndo kukafanya maneno yangu yakatike. Alikuwa amefikia kwenye kile kikona chenye nafasi nyembamba, pale ambapo nilimfumua Dina siku ile. Na kutokana sasa na yeye kusimama ghafla, yani ikawa imefanya ni karibie kabisa kumgusa kutokea nyuma. Na kabla sijajirudisha, nikatambua upesi kwa nini alisitisha kuelekea mbele zaidi. Sauti za wanawake zilisikika, ni kama walikuwa wanafanya mazungumzo. Mmoja akasema kwamba kumbe. Mwingine akasema zilikuaga za nondo, sasa hivi naona ameweka na chupa ni vizuri. Hapa hawezi, yani hata hawezi hapa kukuruka, itakuwa ni ngumu sana. Nimekuja sana hapa kipindi cha nyuma. Msikilizaji, nikasikia sauti mbili za wanawake zikisema maneno hayo kutokea huko nyuma, na upesi nikatambua kwamba moja ilikuwa ni ya mama yake Doris pamoja na yule rafiki yake alikuja naye. Ndio waliokuwa akiongea hivyo. Inaonekana walikuwa wamekuja kwa huku nyuma ili kupaona na labda kuzungumza kidogo. Miriam akageuka na kutaka kurudi tena kwa upande wangu. Sijui ili awepuke, lakini ilikuwa karibu zaidi na yeye, kwa hiyo akaishia kuniangalia usoni kwa kutokutarajia niwe karibu naye namna hiyo. Kisha ndio akaashiria kutaka kunipita kwa kulazimisha mwili wake upite kwa kujibana sana hapo kutani. Na mimi nikajikuta tu natulia tu na kumwangalia alivyokuwa anahangaika kutaka kupita kwa lazima. Hii ikafanya sasa nyuso zetu ziwe karibu zaidi, na kwa makusudi nikakaza mwili wangu ili kuzuia yeye asisonge mbele zaidi, yani abaki hapo hapo. Miriam akanitazama usoni kwa ile njia yake ya kuudhika, akiwa anajua nimemfanyia makusudi kabisa. Nami nikajitahidi kubana tabasamu langu na kuamua kulegeza mwili ili apite. Mwishowe angenimeza huyu. Maongezi ya wanawake wale aliendelea bwana. Mmoja akasema kwamba hivi kweli kabisa ulivyosema kuhusu huyo dada? Mwingine akasema sasa mimi nikudanganye kwa lipi sasa? Mwingine akasema basi analaki jambo. Akajibia kwamba sio siri, mimi nakwambia, na tena yani hiyo sio tangu Maimuna alipofariki tu, wala kwa sababu ya vurugu za Joshua na nini hapo juzi. Nitokea muda sana mpaka mimi wanashangaa.
Msikilizaji, sauti ya mama yake Doris akisema hivyo ikasikika vizuri sana kwetu, na mkazo uliokuwepo usoni mwake Miriam ukafifia baada ya jambo hilo lililosemwa kuonekana kuteka zaidi umakini wake, na hakuacha kunitazama usoni. Mimi pia nikaendelea kumwangalia Miriam usoni kwa utulivu, nikiwa nimeweka umakini wangu kwake kwa sababu ya jambo hilo. Basi kule mazungumzo yakaendelea kwamba kwani tayari alikuwa ameshakuja huku. Mama Doris akajibu, huko amekuja wazazi wake walipofariki. Maimuna alipofariki nimekuambia. Basi Mama Doris akaambiwa, sawa, mbona sasa anachelewa jamani? Mwanamke mwenyewe mzuri kweli kweli, shida itakuwa wapi? Mama Doris akasema, ndo maana nakwambia mimi nashangaa. Tumeshamshauri sana. Mimi na Shadi yani tumeshamtafutia wachumba wenye hela, lakini wote kawakataa. Mwanamke heshima ndoa, kuzaa, uwe na kwako na familia yako. Yeye mpaka anataka kuzeeka ndo aje kushtuka eti. Yaani sijui amekuaje jamani. Mama Doris aliongea hivyo kwa sauti ya chini. Ilieleweka kwamba wanawake hao walikuwa wanamuongelea Miriam. Naye bibie akashusha macho yake kutazama chini, huku akionekana kuanza kuhuzunishwa na jambo hilo. Kwa mara ya kwanza leo nikawa nimetambua kuwa marehemu mama yake na Miriam aliitwa Maimuna, na Mama Doris kumsema hivyo bila shaka kulimtia simanzi kuu Miriam. Nikawa namtazama kwa hisia. Hao nao upande wa pili wakaendelea kuteta tu. Basi huyo mdada akamuuliza Mama Doris ya kwamba kwani hakuaga hivyo, ina maana alikuaga na wanaume au? Mama Doris akasema ndio. Alikuaga tena anatoka na mtu wa maana sana nakwambia. Eti akaachana naye. Kisa nini sijui. Sasa hivi amekuwa mfungwa kwa hii familia. Doris ni mdogo kwake, lakini anatangulia kuolewa. Nakwambia ataendelea kukaa hivyo hivyo tu hadi huyu mdogo wake wa kike ataolewa. Yeye atabaki ukodoa tu macho. Sijui anafikiri atakuja kuazima ndoa ya mtu, labda kwa sababu tu ya huo uzuri wake. Mama Doris alisema hivyo. Miriam akafumba macho yake na kutikisa kichwa taratibu, akionekana kutokuamini. Basi rafiki akaongea akasema kwamba usiseme hivyo, ila tusimwombe mabaya, ni vizuri tu ametulia, labda uje tu ujaribu tena kuongea naye atakusikiliza. Wewe. Mimi nilishachoka, ameshakuwa mtu mzima yule. Tumemjali mno, imetosha. Sasa hivi tunajali hawa makinda tu waliobaki. Yeye kama kaamua kujilaani eti kisa tu ameachiwa familia ya kutunza, ni yeye. Atakapokuja kujuta baadaye ni yeye. Na atakuwa ameshachelewa. Na amechelewa mno. Yaani hata olewa huyu. Ndoa isimame kabisa. Haipo. Mimi nakwambia. Atabaki kudandia tu ndoa za watu kama sio kutumiwa na wanaume ambao watamwacha na mamichango tu. Mama Doris alisema hivyo. Rafiki yake akasikika akisema kwamba basi turudi ndani, tukikutwa hapa tunapiga umbea itakuwa sio poa. Mama Doris akasema, mimi siongei kwa ubaya, ni ukweli tu. Tushamshindwa. Twende tukale tu na keki tena. Mama Doris alisema hivyo. Inaonekana wanawake hao wakawa wamerudi ndani tena, bila kujua kuwa sehemu ndogo ya maongezi yao kumhusu mwanamke mwenzao ilikuwa imemwachia hisia mbaya na nzito sana, maana aliwasikia. Najua Miriam aliumizwa na maneno ya mama yake Doris. Yaani mtu aliyemwona kama mama mdogo ama shangazi yake ndiye aliyekuwa akimsema namna hiyo kabisa. Tena hapa nyumbani kwake. Lazima iume ese. Miriam akawa bado ameinamisha uso wake kiasi, akionekana kuhuzunishwa na utambuzi wa jambo hilo. Nami nikapatwa na hisia ya simanzi kumuona namna hii. Nikaweka tu ganja changu kimoja usawa wa shavu lake na kuligusa. Kisha nikalishika lote kwa njia yenye kumpa faraja ya bila maneno. Akapandisha macho yake na kunitazama usoni kwa macho yaliyojaa hisia zilizovurugika kiasi. Na ninajua aliweza kuiona hisia yangu ya uelewa wa hali yake ndani ya macho yangu kwa jinsi nilivyokuwa namtazama pia. Nikataka nimwambie kitu chenye kufariji ili asiwazie sana kuhusu maneno ya mama yake Doris. Nami nikasema kwamba Miriam, hayo yote sio ya kweli, sawa haujajilani popote pale. Hawa hawakujui, hawezi kuelewa kwa nini Msikilizaji, kwanza Miriam akaacha kuniangalia na kuweka ganja chake kwenye kifua changu kama kunizuia nisiendelee kuongea. Kisha taratibu akatoa mkono wangu kutoka usoni mwake na kuondoka hapo, akielekea kule mbele tulikoacha kina Bobo. Nilijisikia vibaya. Sasa ndo ikaeleweka ya kwamba, yani ilieleweka vizuri zaidi kwangu ya kwamba kwa nini mama yake Doris alimtendea Miriam kwa njia fulani vya masengenyo. Ilikuwa tu ni swala la mwanamke huyo kukataa wanaume wengi
waliokuwa wametafutwa kwa ajili yake ili aolewe. Yaani ilikuwa ni swala la huyo mwanamke kukataa. Yaani ile tu kwamba aliwapiga chini ndugu zake katika harakati zao za kujaribu kumshurutisha aolewe. Walikuwa wanataka kumpeleka sana. Lakini yeye kuendelea kuwa na msimamo ndio kitu kilichowafanya wakerwe. Si wanaokondo huwa wako hivyo. Kwa sekunde chache nikabaki tu sehemu hiyo nikimfikiria kidogo. Maana ilikuwa wazi kwamba alibeba mambo mengi mazito moyoni aliyomsumbua mno kihisia. Ilikuwa ni vita kwake akiwa kama mwanamke kupambana na jinsi jamii ilivyomchukulia. Ingawa najua haikuwa lazima kujali hilo, lakini matokeo ya maamuzi yake yaliathiri kwa njia nzuri au mbaya jinsi ambavyo alionwa na jamii nzima mpaka kufikia kwenye familia na watu aliowajali. Kwa hiyo katika hilo ningetakiwa kumsaidia. Najua nisingeweza kubadili jinsi ambavyo watu walimfikiria, lakini ningeweza kufanya jambo fulani hivi ili kubadilisha jinsi mambo yalivyokuwa kwake. Hapo mbele naelewa kungekuwa na mengi magumu, kwa hiyo uhusiano wangu pamoja na yeye kuendana na yote aliyokuwa yakimzunguka, lakini ningehakikisha anaipata heshima aliyokuwa akistahili kutoka kwa watu wote waliokuwa ameishusha. Na huyo mama yake Doris angeisoma. Asubuhi ya siku ya Jumapili ikawa imefika bwana. Nilikuja pamoja na Tesha, Ankia na Shadia hapa hiyo jana baada ya kuondoka kwake Miriam. Na nilala pamoja na jamaa chumbani kwangu. Hasa nilipoamka kwenye mida ya saa 2 hivi, nikamwamsha na Tesha pia. Nasi tukakaa kuongea kidogo kuhusiana na sherehe ya jana, hususan kumwagia mama mkubwa maji. Ndio mada ikageukia sasa kwenye swala la sisi na Mariam kutakiwa kwenda kumtembelea mama yangu leo hii. Tesha alidhani kwamba kwa mama yangu ilikuwa ni huko Sinza, lakini leo ndio nikamwambia kwamba nyumbani kwa mama palikuwa ni kule Goba, maeneo walioyaita Goba Center. Akauliza ugeni wetu ungetegemewa saa ngapi huko, nami ndio nikamwambia ingefaa tukiondoka mapema kabisa ili kufikia saa 7 tu tumeshafika kule. Hivyo muda bora wa kuondoka ingetakiwa kuwa kwenye saa 4 hivi. Kwa hiyo akaamua kuwahi kutoka hapa ili sasa aende akajiandae na kumwandaa Mariam pia. Kwa hiyo sote tulikuwa na hamu sana ya hii issue. Sasa kufikia wakati ambao Tesha aliondoka hapa kwa Ankia, mwenye nyumba yangu pamoja na Shadia walikuwa wameshamka pia. Shadia akitangulia huko kwao pia, na Ankia ndio alikuwa kwenye harakati za kuanza maandalizi ya kiamsha kinywa. Alikuwa amekula pilau na nyama nyingi sana jana, lakini kwa sababu fulani akaamka na njaa kali. Kwa hiyo ikawa ni yeye kwenda dukani kufuata mkate, nami nikaona nifanye usafi wa mwili mapema tu na kisha kuvaa vizuri kabla ya kwenda kwa Miriam hapo. Bado nilikuwa na tafakari kuhusu mambo yaliyotakiwa kuendelea kufanyika ili kumvuta Miriam karibu nami zaidi. Maana hata usiku wa jana niliweza kuona kwamba sehemu fulani hivi ndani yake ilihitaji mno mtu wa kushiriki naye furaha na huzuni. Na muonyesho wa huyo mtu kuwa ni mimi mwenyewe au kwa mbali sana. Na hapa ni kwa jinsi nilivyokuwa namuona, ni kama bado alikuwa ananisukuma kutoka karibu yake, karibu naye. Lakini hiyo ni kwa sababu tu aliogopa. Na ninajua aliogopa nini? Hilo ni jambo ambalo nalifahamu. Ningetakiwa kuja kumuonyesha kwamba hakutakiwa kuogopa hata kidogo. Maana siku zote ningekuwa pamoja naye kuhakikisha kwamba yuko fresh. So nikapiga pamba kali, t-shirt na jeans, kiatu cheupe chini, muonekano mkali mwilini nini, nami nikanywa chai kidogo tu pamoja na Ankia na kisha kumwaga. Nikimpiga mabusu mengi shavuni kutokana na raha tu niliyohisi ya kwenda kumuona mama pamoja na Mariam. Na Ankia alikuwa ananiambia anaenda kudeka leo. Eti mie mtoto wa mama. Nikaachana naye tu hapo na kwenda moja kwa moja mpaka getini kwa majirani zetu pendwa. Sasa nilikuta gari la bibi likiwepo hapo nje, na pia kulikuwa kuna hali nzuri sana ya usafi, ikionekana ulifanywa mapema. Na kabla safari yangu haijanifikisha huko ndani, akawa sasa ametoka dina na kusimama hapo varandani. Alikuwa amevaa dera ambalo nilielewa lingekuwa la Mariam, na alishika kimfuko ambacho nadhani kilikuwa na uchafu wa vyombo vilivyokuwa vinaoshwa na yeye, maana mikono yake ilionekana kuloana, tayari kwenda kuwekwa kwenye fuko la uchafu. Mimi nikamsalimu naye akatika vizuri tu, kisha nikasimama hapo kumsubiri aende kutupa uchafu na kurudi.
Na aliponifikia tena nikaambia kwamba naona umempa mama Gucci yako bwana. Akasema kwamba ameniazima tu kulala na nguo inayobana sijazoea. Alisema hivyo, nikasema kwamba sawa, vipi kameshaamka? Akasema wote tuko macho, Mariamu anajiandaa. Vipi mnaenda siji kutembea? Nikasema tunatoka. Akasema sawa, mimi naenda kumalizia kazi, karibu ndani. Nikasema oya Dina, sikia. Hebu naomba basi usichukulie vibaya kwa ile jana, umesikia Mambo yalikuwa ni mengi sana. Alafu pia kuna kitu kingine nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Wewe niambie tu, sijali Jesse. Mimi naelewa lakini. Unaelewa? Unaelewa nini? Najua tulikuwa na mpenzi wako Jesse. Tulifanya tu siku ile kwa sababu nilikuomba, ila nahisi ni kama ulijuta. Sio hivyo. Mimi nifurahia. Ila no, haitajirudia tena. Itakuwa vizuri tukiwa marafiki kawaida tu. Maana wala haina shida, wewe wala tosiwaze. Sio kwamba labda mimi nilikuwa natarajia tuwe wapenzi, ila kama ungependa hata mara nyingine tuwe wote, mimi nakuwa tayari. Kwa nini sasa? Si una boyfriend? Tuliachana. Na mimi nilikuwa nakubali sana mpaka sasa hivi, ila sasa naona ni kama umeamua tu kutokuwa msaliti kwa mwenzako. So no Dina, usijali. Utapata tu mtu mwingine wa kuwa naye. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Na mimi ni mwanamke. Unajionaje? Bado bwana. Unapenda ubinti kisura zaidi bado binti. Haya bwana, mnapopendaga tusiwazeeshe. Na ndo sijazeeka sasa. Hata mimi naona. Penzi wako yuko wapi? Na ndio uko kwenye harakati za kuoa, si ndio? Kwa nini unauliza hivyo? Well. Naona umekuwa serious. Inamaanisha unampenda mwenzangu sana Tena sasa hivi nisije kuhesabu kwa mwenza. Na usijali, naelewa. Mimi niko poa kabisa. Asante mwaya. Mimi nitakutafutia bonge moja la chocolate ule mpaka uvimbewe. Ndio pole ya kuikosa ya kwako kuanzia sasa hivi au? Bwana, usiongee hivyo. Msikilizaji, nilimwambia hivyo kwa njia ya tahadhari. Nasi kwa pamoja tukacheka kidogo. Kutokea hapo mlangoni Tesha akawa ametoka na kusimama varandani. Nasi tukamwangalia usoni kwa pamoja. Tesha akasema kwamba oya, nitabasamu kiasi na kuuliza wa vipi? Mwana, nimesugua meno na huu ulimi mpaka cheche zimetoka. Lakini hisi harufu ya pombe haijakata mwanangu, sijui itakuwaje. Kwani mnaenda wapi? Tunaenda kumsalimia mamangu. Huyu asiende, nenda tu na mama. Mama yako anaweza kudhani wote walevi. Huyu mburula huyu akiwasindikiza atakuharibia. Oya, afu wewe, unajua tuko fiti kwenda. Usimsikize ubanu, anataka tu kunikosesha bata huyo. Wewe sasa kama mdomo unanuka pombe ndo auji. Mama hapendi unajua. Kwa mwanangu naona mteteo huyo. Wewe hakuna kwenda. Kama ni bata atakula mama tu. Dina baada ya kusema hivyo alimsukuma Tesha na kuingia ndani. Tesha akaniangalia na kunipandisha nyusi kwa njia makini. Nami nikaelewa kwamba alikuwa ameyasikia maongezi yangu pamoja na Dina hapo mwishoni. Na kuja kwake na hayo maagizo ilikuwa ni kwa njia tu ya kuyakatisha upesi ili mambo mengine yaendelee. Kwa hilo nikawa nimempa 5. Tayari Tesha alikuwa ameshavalia kwa njia nzuri tu kwa ajili ya matembezi, kasoro tu viatu. Nasi kwa pamoja tukaelekea hapo ndani. Bi Jamila, Bi Zawadi, Shadia pamoja na Doris, mama yake pamoja na yule rafiki yake wote walikuwa hapo sebleni. Nami nikasalimiana nao vizuri tu na kuwakumbushia, kukumbushana Bi Zawadi mazuri ya jana yaliyoburudisha sana. Karibia wote walinisifia kwa kuwa na muonekano mzuri sana. Bi Jamila na hata Doris wakinitania kuhusu mie kuteka mioyo ya wanawake. Nami nikatania kwa kusema tayari nilikuwa nimeshaiteka ya warembo wangu wa hapo. Na mimi sikuhitaji kuongeza zaidi. Walicheka kwa furaha tu, na hata mama yake Doris alikuwa akijaribu kutaka kuunda, naweza nikasema kuunda mazoea fulani hivi ya kiutani na mimi, lakini kana mpuzia. Angesema kitu na kutarajia nijibu kwa njia yenye kufurahisha, lakini ningetoa tu jibu la mkato na kuendeleza maongezi na wengine vizuri zaidi. Kwa hiyo mimi sikuwa nimesahau aliyosema kuhusu malikia wa moyo wangu huo usiku wa jana, na nilikuwa na nia ya kuja kuhakikisha na yathibitisha maneno yake kuwa ya kibatili. Yeye na watu wote waliofikiria kama yeye.
Kwa dakika chache baada ya mimi kukaa hapo, Mariam ndio akaja kutokea chumbani. Tena akiwa sasa amevaa lile gauni lake jipya alilokuwa amevaa jana kwenye sherehe. Muonekano wake wa nywele za kizungu ukimfanya apendeze zaidi kwa sababu hii, na bibi Miriam akawa amekuja sebuleni pia. Alikuwa ndani ya ule muonekano wa nyumbani yani. Kwa kuwa leo ilikuwa na Jumapili, bila shaka asingekwenda kazini, lakini kwa macho yangu bado niliona kama alipendeza mno. Nikana muangalia kwa utulivu tu hadi alipotufikia karibu na kusema Mariamu yuko tayari. Na binti alikuwa ameshakunywa chai pia. Hivyo Tesha akawahi kwenda kuvaa viatu. Miriam alijitahidi sana kutuliza hisia zake kutokana na kile ambacho kilitokea jana. Akiwa ni mkimya tu mwenyewe. Na kwa sasa nisingeweza kujaribu uchokozi wote ule, kwa hiyo nikatulia tuli. Mariam sasa akaambiwa ajigeuze ili tumtazame vizuri. Naye akafanya hivyo kwa njonjo na kurusha nywele zake kwa ganja kusasa akiweka pozi. Wote tulifurahia namna ambavyo Mariam alizidi kuchangamka. Na huu ndio utu wake halisi uliokuwa umeanza kurudi taratibu. Ingekuwa ni wakati mzuri sana kwake leo kwenda kumtembelea mama, maana najua ingemwachia experience murwa ambayo ingeendelea kumsaidia apone zaidi. Tesha akawa sasa amerejea kwa utayari wote. Nasi ndio tukaaga hatimaye ikiwa ni mida ya saa 4:30 hivi. Kwa mwendo wa kujiamini tukaelekea mpaka Mzinga kuchukua daladala na moja kwa moja mpaka Rangi Tatu, na kisha tukapanda gari iliyoelekea Makumbusho na safari ndefu ikaanza. Basi tukawa tumefika Makumbusho stendi ikiwa sasa imeshaingia saa 6 mchana. Nikamwambia Tesha tuelekee sehemu ambayo tungesimama kusubiria gari ambalo lingetufikisha Goba. Nasi tukaambatana pamoja mpaka hapo. Sasa tukiwa tunasubiria, nikatambua kuwa Mariam alivutiwa na bisi zenye kuchanganywa rangi. Kwa kuwa alizitazama sana pale ambapo kulikuwa na muuzaji, nami nikamuuliza ikiwa alitaka nimfuatie. Akatikisa kichwa kukubali na kutabasamu. Hivyo nikaenda kumchukulia mfuko mmoja. Likao sasa limekuja gari ambalo tungepanda sasa, yani daladala. Nami nikawaisha kuchukua bisi huku sasa nikimuonyesha ishara Tesha kuwa awai kuingia kwenye hiyo daladala ili kupata nafasi ya kukaa, maana walivamia watu wengi kiasi. Nikaielekea pia na kuingia, kukuta Tesha na Mariamu wakiwa wamekaa, lakini kwa kukosa nafasi ikanibidi sasa nisimame. Nikampatia binti bisi zake na haikuchukua muda mrefu gari likaanza mwendo. Ulikuwa umepita muda wa wiki kama 2-3 hivi toka nimekwenda huko nyumbani kumuona mama na Jasmine. Kwa hiyo nilikuwa nina hamu sana ya kuwaona tena, hasa nikiwa na marafiki zangu hawa. Hapo Makumbusho hakukosekana wanawake wazuri kila kona, iwe nje iwe ndani ya majengo ama barabarani, pote walikuwepo. Na ndani ya hii daladala walikuwepo wanawake wawili waliovutia sana kwa sura zao. Niliona wazi kwamba Tesha alikuwa amevutiwa na mmoja kutokana na kunitumia ujumbe kuniambia nimwangalie kila mara na nihakikishe nafanya kitu ili kuondoka na namba yake. Lakini nikampiga jamaa chini. Yeye alipenda kula bado, na najua alifanya hivi kama sehemu ya kujaribu uaminifu niliokuwa nao kwa upendo wangu kumwelekea dada yake. Ila hata kama isingekuwa ya Miriam, mimi binafsi sikupenda kujichoresha hata kama ningekuwa nataka kumtokea mtu. Isingekuwa kwa namna ambayo rafiki yangu alitaka. Sasa zaidi kwa wakati huu kutokana na hisia zangu kuwa kwa dada yake pekee, hao wengine niliwaona kuwa wa kawaida mno. Kwa hiyo nikamwambia atulize boli bwana, la sivyo ningemwambia Happy ikiwa angejitoa akili kumuomba namba demu yoyote ule. Basi jamaa akatulia. Nilikuwa nimeshaanza kuizoea hali fulani hivi ya ushemeji kabla hata ya kuwa shemeji rasmi. Dakika zaidi ya 20 zikakatika mpaka tulipofika Goba Center hatimaye, nami nikampa ishara Tesha kuwa tushukia hapo. Nilikuwa nimesimama muda wote toka tumeondoka Makumbusho. Kwa hiyo baada ya kushuka nikajihisi aweni ese. Nikiwa nasubiria Tesha na Mariamu waje, niliposimama pembeni ya barabara, nikaamua sasa kuita bodaboda wawili. Wakafika karibu nami baada ya Tesha na Mariamu kunikaribia pia. Oya, tupeleke basi hapo mitaa ya Steve Nyerere. Nilimwambia hivyo bodaboda mmoja. Baada ya bodaboda kukubali, Tesha na Mariamu wakapanda kwenye pikipiki moja na mimi nyingine na safari ikaanza. Tukaiacha Goba Center ya lami na kuingia ya changarawe kuelekea mitaa iliyotunukiwa jina la mtu maarufu aliyeitwa Steve Nyerere kutokana na nyumba yake maridadi kuwa katika maeneo hayo. Nasi tukaipita na kusonga mbele zaidi. Asa tukiwa tukikaribia kufikia kanisa moja kubwa la ibada kwenye eneo hilo, nikamwelekeza boda ashushe usawa wa nyumba moja hivi kabla ya kufika huko.
Wote tukashuka. Na baada ya bodaboda kuondoka, nikaanza kuielekea nyumba hiyo taratibu nikijua Tesha na Mariamu wananifuata. Lakini nikageuka na kukuta Tesha amebaki kusimama huku sasa akitazama nyumba hiyo kwa umakini. Kisha ndo akaniangalia na alibaki tu kwanza ameganda. Nikamwambia kwamba vipi, twendeni? Tesha akaanza kuja mpaka niliposimama na kusema kwamba JC, kwani hapa ni wapi? Hapa ni nyumbani. JC, yaani hapa ndio kwenu? Unazingua bana. Nilisema hivyo na kumshika Mariamu mkono. Nikasogea pamoja na binti mpaka kufikia geti la nyumba hiyo iliyokuwa imezungukwa na uzio wa ukuta mrefu tu na mweupe. Chini pembeni yake kukiwa na bustani ya nje yenye ukoka na miti maua mizuri tu iliyotunzwa vyema. Nami nikabonyeza kengele hapo ukutani na kusubiri. Tesha kama ametufikia bwana. Tesha akasema kwamba kaka, hebu acha basi masiara basi kaka. Yaani hapa ndio kwenu kaka? Tusije tukafukuzwa hapa na mbwa. Basi nilicheka tu kwa pumzi na kuendelea kusubiri. Nalo geti likaanza kutoa sauti kama ya kubipu. Alafu likaanza kufunguka lenyewe kuelekea upande mmoja na kusimama baada ya kuacha nafasi iliyotosha mtu kupita. Kwa hiyo niliingia na Mariamu pamoja sehemu hiyo, Tesha akifuatia nyuma. Nasi tukawa sasa tumepokelewa kwa salamu nzuri sana na mlinzi aliyekuwa eneo la nje la nyumba hii. Kilichokuwa kimefanya Tesha siamini kwamba hapa ndio maskani ilikuwa ni kutokana na ukubwa wa hii nyumba. Msikilizaji, nyumba ilikuwa ni kubwa sana tu, ilikuwa ni nyeupe pana, yenye ghorofa yenye vyumba vikubwa pia, na iligawanyika mara mbili. Yaani ilikuwa ni kama vile nyumba ziko mbili lakini sehemu moja. Mazingira ya nje hapo yalipendeza kwa usafi wa hali ya juu. Kukiwa kuna bustani za mimea na miti iliyotunzwa vyema, nyumba ndogo ya mlinzi, eneo pana la nje la kuegesha magari na lingine la ndani kama gereji. Na ardhi yote hapo ilikuwa ni ya matofali madogo madogo yaliyopangiliwa kwa ustadi. Kwa hiyo tulimaliza kusalimiana na mlinzi, nikawaongoza sama marafiki zangu mpaka kufikia mbele zaidi ya nyumba. Nami na ndugu hawa tukalipita bwawa maridadi la kuogelea pembeni zaidi kuelekea malango ya nyumba lililokuwa na maji safi sana. Kulikuwa na miti maua mengi ambayo yalikuwa yamepangiliwa vizuri na kufanya vivuli viwe vya kutosha. Kufikia mlangoni, hapo nje ilikuwa ni uvaranda mpana tu ambao uliwekwa masofa upande moja na viti na meza upande mwingine kwa ajili ya kupumzika nje ama kutumia kwa ajili ya mlo, na milango ilikuwa myeupe. Mtindo wa chuma laini fulani vina vioo virefu katikati kuruhusu kuona sehemu ya ndani. Kwa hiyo tukafika hapo varandani bwana. Na wanawake wawili waliokuwa wamevalia kwa njia rasmi ya kikazi wakatusogelea kutusalimia kwa heshima, wakiwakaribisha wageni kwa njia nzuri sana. Halafu wakaelekea pande zingine kwa ajili ya kazi. Nikamwelekeza Mariamu kubonyeza kengele ya mlangoni, naye akafanya hivyo na kutabasamu. Tesha alipendezwa sana baada ya kuona magari mawili aina ya Range Discovery model ya 2022 nyeupe pamoja na BMW X1 new model ya brown. Zote zikiwa zimeegeshwa na ziking'aa utadhani ndio zimetoka dukani. Basi akanishika bega na kuuliza kwamba oya, BMW ya nani hiyo? Nikaiangalia na kumwambia kwamba hiyo ni ya Jasmine. Akasema da, na hiyo Range ya mshua ama? Nikasema hapana, ni ya mama. Mwanangu, yaani kama mama yako anatumia hiyo, mzee wako anatumia ipi sasa? Alafu na wewe mwanangu una gari si ndio? Jisi una gari si ndio? Tesha alikuwa anauliza hivyo kwa msisitizo. Nilicheka kidogo tu na ndio mlango ukawa umefunguliwa. Hapo mbele yetu alikuwa amesimama mwanadada mweusi wa maji ya kunde. Rika lake likiendana na rika la Tesha. Alikuwa amesuka nywele fupi tu na nyembamba za mawimbi kama tambi vile, akiwa amevaa blouse nyeusi yenye mikono mirefu na yenye kubana sana mwili wake wa juu kikichoresha vyema kifua chake chenye matikiti maji makubwa. Chini alivaa kikaptura kifupi sana kilichoyaacha mapaja yake maneno wazi. Naye akatabasamu kwa furaha sana baada ya kuniona. Basi kwa sauti tulivu akaniita kwamba Jay. Nitabasamu pia na kusema kwamba vipi Nuru. Basi akanifuata na kunikumbatia taratibu kwa furaha. Kisha akaniachia na kuangalia marafiki zangu. Alikuwa anatafuna Jojo ese. Nikamwambia kina Tesha kwamba hey Tesha, Mariam, huyu ni mdogo wangu anaitwa Nuru. Basi Nuru akamsalimia Tesha akisema kwamba mambo. Tesha akasema poa. Basi Nuru akamsemesha na Mariam pia akisema kwamba Mariam ndio huyu. Jamani mambo. Mariam akatikia poa. Alimjibu sasa akiwa amenishikilia mkononi kwa nguvu. Nuru akasema kwamba karibuni, nakwambia leo mama ameingia jikoni. Wewe usiniambie.
Nilisema hivyo msikilizaji, na sisi wote tukaingia ndani kusasa, Nuru akiendelea kuzungumza pamoja nasi. Msikilizaji, Nuru huyu alikuwa ni mdogo wangu pia, na habari zake zitaeleweka huko mbeleni, nitakwambia huko mbeleni kidogo. Alikuwa ni mwanadada mtulivu sana, hasa mbele ya watu wasiowafahamu. Yaani kwa mtazamo wa kwanza, kila kitu kumuhusu kilipiga kelele ya neno utulivu. Lakini kumzoea yeye kama yeye kabisa, ungetambua alikuwa ni mchangamfu, mtundu. Na nikisema mtundu namaanisha mtundu haswa. Nadhani karibia kila kitu alikuwa ameshafanya huyo. Mtoto akishua alikuwa yeye. Kama unaelewa namaanisha nini, unajua Upande wa ndani wa hii nyumba ulikuwa maridadi sana. Vitu vingi vikiwa vya gharama na kupangiliwa kwa ustadi, na usafi ulikuwa ni wa hali ya juu. Basi tunaelekea sehemu iliyokuwa na masofa marefu meupe ambayo yaliwekewa mito mingi. Huku sasa katikati kukiwa na meza fupi ya kioo yenye bakuli lenye matunda. Kwenye sofa moja alikaa mwanamke mweupe kama kaka yake hapa, yani Jasmine. Alikaa kwa njia ya kulala akiwa ameipandisha miguu yake yote sofani na aliegamia mto, huku sasa akitazama kwa utulivu. Msikilizaji, dada yangu huyu bwana hakuwa ni mtu wa kurukaruka sana yani. Ile kwamba eti wageni wamefika ndio aanze kutabasamu eti jamani karibu. Hamna, hakuwa wa hivyo. Tena sasa hapo yani ukijumlisha na jinsi tumbo lake lilivyokuwa kubwa mno, ilikuwa ni sababu tosha yeye kuona amepewa mateso kama yote. Kwa hiyo muda mwingi alikuwa yupo tu kama vile hataki tu. Na pia Jasmine alikuwa ni mwanamke mkali, yani mwenye fujo hasa akichokozwa. Lakini toka tumezaliwa hatukuwahi kutendeana kwa ujeuri uliopita kiasi kama ndugu wengine wanavyokuaga. Tulipendana, na wakati mwingine ingeweza hata kuonekana mimi na mzidi umri. Yote ni kwa sababu ya kuwa ni mtu ambaye nilijisuluhisha na yani nilijihusisha na mambo mengi sana ya matatizo yake kwa kipindi cha zamani. Hivyo aliniheshimu sana. Tulipofikia upande wake, Tesha, Mariam na Nuru wakaketi kwenye sofa la pembeni. Nami nikamsogelea Jasmine karibu na kumwangalia usoni kwa makini. Na yeye akiniangalia sasa akitafuna tunda eti kama vile yani anaona kinyaa. Nyodo tu yani nisizoeleweka. Nikaanza kumfanyia mzaa kwa kuigiza kulipima tumbo lake ukubwa, nikitumia ishara za vidole kama nini alikuza na alipunguza hivi yani alikuza. Alafu sasa natikisa kichwa na kupiga makofi kama ni kumwambia kazi unayo. Alisonya kidogo na kusema kwamba shenzi wewe. Nuru, Tesha na mimi tukacheka kidogo kwa furaha. Kisha nikachuchumaa karibu yake Jasmine na kumpa kumbatio. Naye akalipokea kwa mkono mmoja kisha kuniachia. Basi kistaarabu tu nikamuuliza kwamba vipi unaendeleaje? Jasmine akasema aise kubeba mapacha kazi, libaba lao lenyewe limekimbia kisa malaya tu. Yes, hebu ache basi kwa zayo bwana. Alafu kuna wageni, so manners. Nilimwambia hivyo. Jasmine akatabasamu na kuangalia marafiki zangu, naye akasema kwamba jamani karibuni. Tesha akasema asante. Basi mimi nikasimama. Jasmine akaniuliza kwamba huyo ndio mgonjwa wako? Mariam, anaitwa Mariam. Basi Jasmine akamsemesha Mariam akimwambia kwamba Mariam hujambo. Mariam akatikisa kichwa kukubali na kusema kwamba shikamoo dada. Jasmine akatikia maraba. Wewe ni mzuri kweli mdogo wangu. Ukipona basi kafanya umisi. Jasmine alisema hivyo. Tesha na Nuru akacheka kidogo. Wakati huo akawa sasa amekuja mwanamke mwingine mweupe tu aliyekuwa amevalia nguo nadhifu za kikazi, akiwa ni msaidizi wa kazi za nyumbani. Naye alibeba sahani pana sana plastiki iliyokuwa na glasi 6 zenye juice iliyoonekana kuwa ya embe, akija nazo taratibu tu mpaka alipoifikia meza na kuziweka hapo. Kisha kaniangalia na kutoa ishara ya kupiga magoti kiasi kusasa kitabasamu. Nami nikatabasamu pia. Nikamsemesha ya kwamba Imelda, vipi uko poa? Imelda akasema niko poa, karibuni jamani. Imelda akasema hivyo kuwakaribisha na wageni. Basi Tesha akatoa shukrani, kisha Imelda akaanza kuwapatia wote hapo glasi moja moja yenye juice. Aliponipatia kwangu nikamuuliza kwamba vipi mama? Imelda akajibu yupo jikoni. Basi Nuru akasema kwamba kaa basi utusimulie mambo ya huko Mbagala. Unajua mimi sijawahi kufika hata dada hajawahi. Nuru alisema hivyo kwa sauti tulivu. Nikaambia kwamba sawa, ngoja basi nimuone mama kwanza, nakuja. Oya Tesha, wapatie hawa ubuyu kidogo wa Mbagala. Tesha alitabasamu tu kiasi. Basi mimi nikawapa ishara Tesha na Mariam kuwa ninarejea muda si mrefu.
nami nikaelekea upande wa jikoni pamoja na Imelda akiwa na sahani yake pana tu. Kufika hapo jikoni, nikatabasamu baada ya kumuona mama yangu akiwa bize kuonjaonja mapishi aliyokuwa anaandaa. Nami nikaigamia ukuta sasa nikimwangalia kwa hisia. Mama yangu alikuwa na mwili ulionawiri vyema. Sio mnene sana wala mwembamba, na alikuwa mweupe. Hapa alivalia gauni refu la blue na kile kinguo anachovaaga wapishi kifuani ili wasichafuke alikuwa amekifungia mwilini mwake pia. Huko kichwani akiwa sasa amesuka rasta za rangi nyeusi, nyekundu alizozibana juu ya kichwa. Yani naweza kusema ni rasta zile za nyeusi nyekundu, yani zimechanganywa kwenye kusuka. Mapishi yake yalinukia kweli kweli mpaka nikaanza kuhisi mtetemo wa njaa ndani yangu. Alipogeuka na kuniona akasema kwamba jamani, mmewahi, nilikuwa nataka mfike kila kitu kiko tayari. Unawekaga makolokolo mengi sana mama kwenye kupika ndio maana. Nilimwambia hivyo, alicheka kidogo na kumwambia Imelda ya kwamba acha ichemke dakika kama 5 hivi, afu ndio uzime jiko, umesikia? Imelda akasema haya. Basi mama akaja mpaka nilipokuwa nimesimama, naye akavishika viganja vyangu kwa chini na kusema kwamba ujambo. Nikasema sijambo mama, shikamoo. Marahaba, wageni wako comfortable ama? Basi mimi nikachungulia upande wa kule sebuleni na kumuona Nuru anazungumza na wakina Tesha. Nami nikamwangalia mama tena kusema kwamba Nuru anawafanya wajisikie wako nyumbani, so tuombe tu na Jasmine asiamshe majini yake for no reason. Mama alicheka kidogo na kusema kwamba sasa hivi amepoa, nataka nimuone huyo Mariam. Nimemsikia Jasmine anasema ni mzuri. Twende mama. Nilimwambia hivyo. Sasa nikiwa nataka kugeuka, mama akasema kwamba Frank anakuja pia. Kwa hiyo anatoka kazini mapema sijui sasa kama atawahi kabla asiye kula, ila nataka afike kabla mjaondoka. Halafu Jaden, unajua lile swala lako nataka tuongee. Nataka tuizungumze serious kabisa. Mama aliniambia hivyo, nishusha pumzi kiasi. Kisha ndo nikatikisa kichwa kishingo upande tu na kuanza kuelekea naye sebuleni. Najua kuna jambo zito kuhusu mimi ambalo mama alikuwa akitaka sana kuzungumzia, pamoja na kutokea kitambo sana, na tena kuona kwamba mzee alihusika pia inamaanisha walikuwa na mtazamo ule ule kulielekea. Kwa hiyo kama sikosei, walikuwa wanataka kuja kunipa somo kwa pamoja. Nilikuwa nimejaribu sana kuikwepa issue hii hadi wakati ambao likizo ingeisha, lakini kutokea hapa isingekuwa rahisi tena, ningetakiwa kuipa tu za uso. Basi mama akawa amekutana na Tesha pamoja na Mariam kwa mara ya kwanza, naye akafurahi mno kuwajua. Mamangu alikuwa ni mtu aliyependa kufikika kiurahisi sana. Hata akakaa karibu na Mariam na kumshikilia kwa njia kumkumbatia sasa, akizilazalaza nywele zake kama vile anamdekeza. Alimfanya Tesha pia ajiachie vizuri kwa ajili ya maongezi. Na baada ya Jasmine na Nuru kutambua kwamba alikuwa mcheshi, walimfurahia sana. Ilikuwa imeshaingia saa 8 mchana. Basi baada ya dakika chache tu Imelda akaonekana kuandaa meza ya chakula kwa kuiwekea vyombo mbalimbali vya ulaji pamoja na vile vyenye vyakula, naye Nuru akaenda kusaidizana naye mpaka mambo yalipokamilika. Kisha sote sasa tukaelekea hapo ili kuweza kupata mlo. Kulikuwa na vyakula vizuri kweli kweli msikilizaji. Kila mmoja alijipakulia kivyake, lakini ni Mariam tu ndiye aliyekuwa ametulia. Tesha akagusia kwamba Mariam alikuwa ameshazoea kupakuliwa na hata kulishwa na dada yao au mama zao. Hivyo mama yangu akaamua kumpakulia na kukaa karibu yake. Alafu akawa sasa anamlisha. Jamani, hadi raha. Nilifurahia sana wakati huu. Chakula kitamu, maongezi yenye kufurahisha na kujenga. Na baada ya kumaliza msosi, sote tukarudi tena kukaa masofani pamoja. Imelda akiwa ameenda kufanya kazi ya usafi wa vyombo jikoni, kisha naye pia akaja kujiunga pamoja na sisi. Wafanyakazi wengine wa hapa wangekuja kula baadaye nadhani. Nuru alitokea kumpenda sana Mariam. Kale ka utoto kake kalikomfanya onekane mgeni kwa mambo ya hapa na pale ndo kalimvutia zaidi. Kwa hiyo aliburudika sana kumuonyesha hiki na kile. Basi bwana, ikiwa inaelekea mida ya saa 10 jioni, sote tukiwa hapo bado, gari lingine jeusi likawa limeingia huko nje ya nyumba, yani kupita geti la nje, nalo likaonekana likiegeshwa. Tesha kama kawaida yake kwa kupenda magari alitambua upesi sana aina ya gari hilo, akiniambia kwa shauku kwamba hiyo ilikuwa ni Toyota Land Cruiser 300, gari nzuri yenye ufanano wa V8 lakini kwa muundo mzuri sana kulitazama.
Alijua hilo kuwa la gharama mno. Kwa hiyo akakisia kwamba huyo alikuwa ndio mzee wangu na kukosea. Bwana Franki Manyanza akawa ndio amefika, naye Imelda akampokea mizigo kadhaa alipokuwa ameingia ndani, kisha mzee akaja upande wetu na sisi wote kumpa salamu. Alikuwa nadhifu sana ndani ya suti na tai, saa ya gharama na briefcase mkononi, kiatu cheusi cha aina yake na nywele zake zikiwa fupi kuzungukia kichwa chake. Alionekana kuwa ni mtu aliyependa hadhi yake ya hali ya juu ijielezee kwa waliomwona, sio yeye ndio awaambie. Basi tukawa tumemtambulisha kwa Mariam na Tesha, naye akawakaribisha vizuri. Naye mama akamfuata na kubeba briefcase lake, kisha wakazielekea ngazi na kwenda chumbani kwao kwanza. Nuru alikuwa amepatana vyema na Tesha pia. Na baada ya jamaa kugundua kwamba Nuru alipenda kucheza magemu, akasema yeye pia upenda. Basi kulikuwa kuna chumba huko gorofani chenye TV na vingamuzi vya channel na game PlayStation yani. Naye Nuru akawalika Tesha na Mariamu waende pamoja naye ili wakajiburudisha na game. Vijana hao wakapanda ngazi pia, huku Nuru akimwambia Imelda jikoni kwamba akimaliza kazi zake na yeye aende kujiunga nao. Kwa hiyo ikawa nimebakia na dada yangu hapo sebleni, yani Jasmine, ambaye alikuwa busy tu na mitandao ya kijamii kwenye simu yake, huku akitafuna embe dogo bichi kidogo tu alilokuwa ameweka kwenye sahani pembeni. Basi nikamuuliza kwamba huyo Kevin hajakutafuta tena toka alipokuacha? Jasmine akasema kwamba wewe, correction, mimi ndo niliyemwacha, sijaachwa mie. Basi nitabasamu tu na kutikisa kichwa, kisha nikasema kwamba haya bwana, lakini hajakutafuta si ndio? Yani kuulizia hali yako. Jasmine alionekana kukerwa na kuendelea kujali simu yake tu. Hey Jasmine, talk to me, niko hapa. Nilimwambia hivyo. Akashusha simu yake na kuangalia pembeni, naye akasema kwamba ameshanitafuta, anatuma message kuulizia na kwamba mimi naendeleaje. Sasa yani nadhani anachomaanisha tu ni kujua tu tumbo lake linaendeleaje. Ila mimi sizijibu message zake na akipiga hata sipokei. Oh, ni hivyo tu. Wewe unataka kipi kingine? Anataka tu kujua kama labda ameomba msamaha au anataka yaishe. Wewe. Hakuna kitu kama hicho. Yaisha yani yaisheje wakati aliyeanzisha ni yeye mwenyewe. Aende huko bwana dharau zake. Nitajifungua na nitawalea hawa mimi mwenyewe. Alisema hivyo Jasmine. Msikilizaji, mimi najua Jasmine alikuwa amemchukia sana baba watoto wake. Ila nikamwambia kwamba unajua wakati mwingine mwanamke anapokuwa mjamzito, zile tabia zake za kawaida kwa vitu anavyopenda au kutokupenda huwa zinabadilika. Na unakuta anakuwa anapatwa na hisia tofauti tu kuelekea vitu fulani. Labda alikuwa hali hata maembe lakini ndio anaanza kuyapenda kama wewe hivi. Ama labda alikuwa anampenda sana mtu lakini akivurugana naye kidogo tu upendo huo unageuka kuwa chuki kali sana. Lakini wewe ndio unataka useme kwamba ni ya makosa yangu? Yaani kwamba yote aliyotokea mimi ndio mwenye makosa? Sina maana hiyo. Ila nafikiri tu unatakiwa kujitahidi kutuliza hisia, sawa? Naelewa ndio mmekorofishana, lakini watoto wako watamhitaji baba yao wakizaliwa. Kevin ni mkaidi sawa, lakini anakupenda. Hiki kipindi tu kipite bwana, alafu labda baada ya kujifungua mambo yatakaa sawa. Nilimwambia hivyo kwa upole. Akaniangalia kwa umakini sana, naye akasema kwamba umeongea na Kevin? Nikatulia na kuendelea kumwangalia tu. Akauliza, si ndio alinipigia tu kuulizia hali yako, maana umemblock. Na alikuwa anahofia kwenda moja kwa moja kwa mama. Baada ya kumwambia hivyo, akanijibu ya kwamba kwa hiyo akakwambia maneno gani kuhusu mimi? Jasmine, naomba unisikilize, mimi ni kaka yako tu, sawa? Sio muamuzi wa unachotaka kufanya kwenye maisha yako. Najua una hasira, lakini unaenda kuwa mzazi sasa. Kumbuka mimi na wewe tulitupwa na baba yetu mzazi na jinsi mama alivyohangaika kutulea. Sasa ndio na Kevin anachotaka kufanya pia. Hapana Jasmine. Kukorofishana kupo. Tatizo linakuja zaidi msipopeana nafasi ya kusikilizana na kujaribu kutatua migogoro. Kevin anakujali. Aliniambia siku mmegombana alikuwa amekunywa na maneno mliotoleana hayakuwa mazuri, ndio maana anajutia. Alifikiria labda akikuacha kwanza baadaye mambo yangekaa sawa, ila anaogopa kukupoteza wewe, ndio maana anataka mrudi sehemu nzuri. Alikuwa anakuambia hivyo ni kwa sababu anajali tu sifa yake iliyo humu tumboni. Hivyo nafikiri kwamba mimi siwaelewi wanaume. Katembea na wengi, lakini watoto wake wa kwanza wako hapa. Ndio maana anajingata.
Yaani kanipata mwanamke ambaye nitamzalia tena mapacha, alafu anaendekeza umalaya, anitukane, alafu eti aje tu kusema nya na mimi nijionyeshe tu mpumbavu kurudi kwake. Jasmine, sauti, tulia, umesikia? Kinachokuponza ni sauti. Naomba nisikilize. Huyu ni mwanaume wako, atakuwa baba wa watoto wako. Kumbuka umeanza kukutana na yeye kabla hilo tumbo alijao hivyo, na mmeishi pamoja mpaka ujuzi mlipozinguana. Anataka muwe pamoja tena. Siku utakaojifungua awe pamoja na wewe, na muwalea watoto wenu pamoja. Ina maana hutaki hilo? Jasmine akanikazia macho yake, naye akasema kwamba hivi je, mbona naona nawe yani ni kama umeanza kuwa mnafiki hivi? Mwanzoni sio uliniambia kabisa niachane naye, alafu sasa hivi unampamba tena. Naona kama hujanielewa. Wewe yani kabisa ni wewe ndo wakunishauri hivyo mimi. Hautaki kudili na issue ya Stella mpaka leo, alafu ndo uje uniambie hivyo. Usimuingize Stella kwenye haya mambo, umeona wewe yani wewe ila mimi ndio Je, naomba tu niache sasa hivi, umesikia? Usimtaje Kevin tena kabisa. Nataka kuzaa kwa amani. Akijisogeza kwangu nitazaa kwa mateso, zaidi ya mateso ambayo nitapitia, so imeisha. Aliongea hivyo na kuirudia simu yake. Nikawa sasa nimenyoosha mkono aisee. Yani tena sio mkono, nimenyoosha mikono. Hiyo ndio ilikuwa yani ni kama iliyokuwa adhabu ya kumchokoza Jasmine. Na akawa ameifanya ikonge nyoyo haswa. Alikuwa na hasira huyo. Sasa ni ndani ya muda huo ndio wazazi wetu wakawa wamerejea sebleni tena. Mama akimtanguliza mzee, na mzee mwenyewe akiwa amevaa nguo nyepesi tu baada ya kuonekana kumaliza kujimwagia. Kisha akaongozana na mama mpaka sehemu ya meza ya chakula na kumwekea msosi. Na mzee akaanza kuushusha taratibu. Mama akaja kujiunga na sisi watoto wake mpaka mzee alipomaliza kula, na baada ya hapo jamaa akapanda tena kuelekea chumbani. Nilikuwa nimeshamwambia mama kwamba vijana wengine walikuwa kwenye chumba cha TV huko juu. Kwa hiyo kwa muda huu sasa ndio akaniambia tuelekee huko chumbani kwake ili kuzungumza pamoja na mzee. Nilikuwa nafikiri jamaa ameenda kujipumzisha kidogo, lakini mama ndo akaniambia kwamba tayari alikuwa amempanga, na alisema baada ya kumaliza kula ndio twende tukaongee kabla hajasinzia kutokana na uchovu wa kazi nyingi kwa wiki. Maana japokuwa na leo ilikuwa ni Jumapili bado alikwenda kazini. Nikaona hakuna noma. Basi tukamwacha Jasmine na maembe yake hapo, nikiwa sasa nimekisukuma kichwa chake kidogo kwa kidole na yeye kuniwasha kofi pajani. Fujo tu za kaka na dada, si unajua tena sasa nami nikaongozana na mama mpaka kufikia chumba chake. Akaingia kuhakikisha kwamba mazingira yalikuwa sawa kuniruhusu kuingia pia. Kisha ndo akanikaribisha. Sikukumbuka mara ya mwisho kuingia kwenye chumba cha wazazi ilikuwa lini, lakini kilikuwa ni kikubwa na kila kitu kilichokuwemo yani kilifanya paonekane kuwa kama chumba cha hoteli ya nyota 5. Sitaelezea mengi msikilizaji, wewe vuta tu picha kwa taswira yako mwenyewe. Ila kitanda kilikuwa ni kipana mno kutoshea watu 4 kulala kwa kujiachia. Kama hawa wawili wangenuniana basi ndio ingekuwa mzungu wa 4 na bonge moja la nafasi katikati. Kwa hiyo tukamkuta mzee akiwa amekaa kitandani huku sasa akipitia jambo fulani kwenye tablet yake ndogo. Nami pamoja na mama tukaelekea mpaka karibu kabisa na alipokuwa amekaa mzee. Kulikokuwa na masofa mawili madogo na meza. Kisha mama akakaa kwenye sofa moja, lakini mimi nikakaa chini kabisa karibu na miguu yake. Mama alitabasamu na kusema ya kwamba nifikiri ungekuwa umeshasahau kufanya hivyo. Hamna, hili ni zoea tu ambalo halitakufa. Nilimwambia hivyo. Sasa mzee akauliza kwamba hivi alianza kukaa chini kama hivyo toka yuko la ngapi? Hata sikumbuki. Lakini ni kipindi upo mdogo. Ila huwa anapenda akikaa hivi, anakuwa anaonekana kama mtoto bado. Mama alisema hivyo. Basi mzee akauliza kwamba kwani amekuwa? Huyo Mariamu haonekani kama anaumwa. Yaani mtu akimwangalia anaweza kufikiri yuko sawa kabisa. Umemsaidia sana, hongera. Mama alisema hivyo. Nikasema ya kwamba asante, familia yake ni watu wazuri sana. Wanasaidiana sana pia. Mzee akauliza vipi, hawakulipi? Hapana, namsaidia tu. Akikaa sawa zaidi itakuwa fresh. Sijawahi kudili na mgonjwa namna hiyo. Kwa hiyo ni challenge nzuri sana na kuona inafanikiwa ni kama inaniongezea confidence. Vizuri sana.
hivi likizo yako uliomba yaani uliomba ina muda gani? Inaisha lini? Umebakia mwezi kama mmoja hivi. Christmas ikipita tu basi, yaani ikipita na mwaka mpya basi nitarudi kazini. Hivi hata unaenda kulicheki kondo lako huko? Litakuwa limeshajaa vumbi kama sio mtu kuingia kuiba vitu vyako. Nani aibe mama? Hapo sio pa mchezo. Kuna walinzi na pia kuna utaratibu wa kwenda kufanya usafi wa ndani kila wiki. Niliyemwachia funguo kwa ajili ya utunzaji na muamini sana, kwa hiyo pako sawa. Msikilizaji, baada ya mimi kusema hivyo, mzee akasema kwamba alafu huyo binti ndio Mariam Constantine? Ndio huyo. Kumbe ndio ulisema dada yake anasimamia ile issue yake, si ndio? Ni ile issue yake ulioniambia. Mariam aliachiwa shamba na marehemu wazazi wake. Sasa kuna mtu alikuwa anataka kumuibia, halafu aliuze kwa mzee. Ndio mimi na dada yake Mariam tukamzuia. Jamani maskini. Kwa hiyo alikuwa anataka kumuibia kwa sababu ya hali yake, si ndio? Ndio mama. Na dada yake yupo huko? Wanaishi wote. Yeye ndo anawasimamia. Uje mlete na yeye atutembelee. Mama alisema hivyo. Nitabasamu kwa kuhisi furaha, kwa kuwa nilikuwa natazamia kwa hamu siku ambayo ningekuja kumtambulisha Miriam kwa wazazi hawa. Ikiwa ingefika mambo yangekuwa fresh, lakini kwa sasa kulikuwa na swala zito la kuzungumzia hapa msikilizaji, na najua alikuwa tu wananipoza shavu kidogo kabla ya kulitandika kofi zito. Sasa mama akasema kwamba Jaden, unajua nini tunataka kuongea? Sijui ikiwa huko tayari kutusikia. Na amekaa na chini. Unataka afanyaje sasa ili ujue na kusikiliza? Mzee alitania kidogo. Mama akamkata jicho la kukerwa, nami pamoja na mzee tukatabasamu kidogo. Jaden, sasa nadhani hebu tuwe serious kidogo kuweza kulizungumza ile jambo. Twende tu kwenye pointi. Mama yako na mimi tunafikiri itakuwa vyema sana kama ukianza kudili na hili swala. Msikilizaji, natamani nikupe siri ya hiki kikao, lakini yanayokwenda kuzungumziwa kuhusu JC. Kuna mwanamke mmoja ambaye alishawahi kutoka na JC, alishawahi kumuuliza kitu hicho JC, lakini JC akakikataa. Lakini kwenye hiki kikao kuhusiana na hilo jambo utakwenda kulijua. Ni nani aliyeuliza? Basi tutakapokutana sehemu inayofuata ndio utajua hiki kitu msikilizaji, ambacho mimi mwenyewe natamani nikwambie. Lakini tukutane sehemu inayofuata sasa tuweze kujumuika pamoja na sisi kwenye hiki kikao cha mzazi na mtoto, kuweza kufahamu baba na mama walikuwa na ajenda gani kwa JC, ajenda ambayo ni muhimu sana sana sana. Na hiyo ajenda na kukumbusha, kuna demu moja, kuna manzee moja alishawahi kumuuliza JC, lakini JC akakataa. Mtayarishaji naitwa Tony, langu jina ni Lucas Lumbas. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu atukutanisha sehemu inayofuata. God be with you till we meet again. Bye bye.